Mtamiliki maduka, biashara kubwa kubwa, pesa itakuwa mikononi mwenu. Aiachilia katika jina la Yesu. Mkabarikiwa kwenye ardhi na kubariki ardhi katika jina la Yesu. Kama dunia inavyojua kama ni mtu mlikoni, ninyi ni watu wa samani, ninyi ni watu wa dhahabu. Na wabariki katika jina la Yesu. Na kubariki baraka zote. Ardhi usikie, anga usikie, anga achia baraka za watu hao. Ardhi tapika mzao, ardhi tapika watu wao. Yoyote anaweza heshima yako, ameza fedha yako, iwe ni ardhi inatapika leo, inatapika leo, inaachia baraka yako, inaachia neema yako, inaachia baraka wako. Fungua milango, milango ya fedha iliyofungwa, sema inafunguka, inafunguka. Fungua milango, fungua kwa jina la Yesu. Fungua milango ya fedha, fungua milango ya uzima, fungua kwa damu ya mwanakondoo, fungua kama basaka, fungua kwa jina la Yesu. Tunaachilia baraka, baraka ya ufalme, baraka ya kimbingu, baraka ya kutembelea na nguvu ya Mungu, baraka ya kufanikiwa iwe juu yenu, iwe juu ya watoto wenu, iwe juu ya kanisa, iwe juu ya mtu mmoja mmoja kwa jina la Yesu. Na tabiri neema kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu, sema baraka ya Bwana iwe juu yangu. Hebu sema baraka ya Bwana iwe juu yangu na watoto wangu. Sema napokea afya, napokea. Endelea kusema, ndio sema. Naachilia baraka ya fedha, baraka ya gari, baraka ya biashara, baraka ya uzima, baraka ya afya, uzao uliobarikiwa, dhahabu ile kwako, baraka ile juu kwako, uzima ile kwako, upako ile kwako. Mungu wangu wa Mungu wako, Mungu wangu wa Mungu wako, Mungu wangu wa Mungu wako, anayetetea kutetea. Naondoa ajali, naondoa kukosi, naondoa balaa, naondoa laana, naondoa magonjwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na achilia upako, achilia upako wa hela, upako wa baraka, upako wa neema, upako wa uzima. Kansa itakweza, kisukari itakweza, presha itakweza, mifupa itakweza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na achilia anointing ya kufunguliwa, ya kibali. Watu wakikuona watakubariki, wataleta hela, wataleta dhahabu, wataleta viwanja, utapata viwanja, utapata ardhi na kumilikisha ardhi kwa jina la Yesu. Pokea ardhi kwenye mtoto tofauti, kwenye nchi tofauti. Pokea ardhi, pokea baraka, pokea neema, pokea kibali kwa jina la Yesu. Anza kumshukuru Mungu. Shukuru Mungu. Mwambie Yesu asante. 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 Asante kwa neema. Asante kwa nguvu. Asante kwa kibali. Endelea kumwambia Yesu asante. Mwambie Yesu imekuwa kwenye maisha yangu. Imekuwa kwenye maisha yangu. Atakayewachezea nyie apigwe na Bwana, apigwe na Jehova, apigwe na Mungu wa majeshi. Mungu wa majeshi kwa jina lake apigwe jina la Yesu. Na achilia moto hata walioko mtaani, wanaonisikiliza shai, wanaoteseka na magonjwa, wanaoteseka na wachawi. Na tuma msaada wa Bwana kwenye nyumba zenu. Mliokuwa mnaona jana, hamtaona leo, hamtalogwa, hamtachezewa. Haya mapaka ya kichawi, haya maungu ya kichawi, hizo panya za kichawi ziondoke mtaani, ziondoke nyumbani kwako kwa jina la Yesu. Popote unapofikia, mkono wa Bwana uwe juu ya maisha yako, uwe juu ya nyumba yako, uwe juu ya watoto wako, uwe juu ya ndoa yako. Mungu anayekusumbua Bwana mrejeshe, Bwana mrejeshe, Bwana mrejeshe. Ndoa inayosumbua Bwana iponye, Bwana iponye, Bwana iponye. Biashara ambayo imekuwa yote matokeo Bwana iponye biashara, Bwana iponye biashara kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni fire ya chumvi, ni fire, ni fire, ni fire. Lamba ya chumvi, lamba futulia, ufunike macho, usimame pale ulipo, usimame, pita lamba, afutulia pale, utulie. Rapa sakara bakari, rakamanda rabasaka, rakamando rokosaka. Endelea kulamba, endelea kulamba, endelea kulamba. Chukua mafuta, jidhamishe pia pakiti kwako. Paka kwenye uso wako pia mafuta haya. Kama unachukua mafuta, chukua mafuta pia, gusia kwenye paja lako la uso. Kuna nguvu ya Mungu inapita.
Rapapapasaka rika manda rabakaria riko rabasaka rabahanda riko rabasaka rabakaria rika rabasaka rabakaria riko rabahanda rikasaya rika rabasaka rabakaria roko santa rabakaria. Inua mikono yako juu mahali ulipo, inua mikono juu, inua juu kabisa hapo, tulia. Uone nguvu za Mungu zinapita, uone nguvu za upako zinapita. Naona nguvu ya upako inapita, naona mzimu inakimbia, naona uchawi unakimbia, naona udango unakimbia, naona laana inavunjika. Inua mikono juu, kuna baraka ya Mungu inakujia. Yes, inua juu kabisa. Rapopoposeke rika manda rabakaria riko rabasaka. Bwana, ponya vinywa vyao, ponya maisha yao, ponya matumbo yao, ponya miguu yao, ponya. Ondoa pressure, ondoa kisukari, ondoa utasa, ondoa ugumba kwa jina la Yesu. Ondoa sasa, ondoa sasa, ondoa sasa, ondoa sasa, ondoa sasa, ondoa sasa, ondoa sasa. Rabasakata yako moko sata. Tayari naona nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu kwenye mikono yako. Naona kuna vitu vinatoka. Wewe chini yake inaondoka. Naona kuna vitu kelele zinakuja. Rabasaka, rakasaka. Rekebokota. Naona mwili wa mtu unafunguliwa. Naona nguvu ya Mungu inapita. Ile ganzi zinapotea. Maumivu yanapotea. Giza linapotea. Uchawi unaondoka. Laana inaondoka. Magonjwa yanaondoka. Kamoni, ondoka sasa. Ondoka. Hiyo chumvi ni moto. Pale ukika pale. Ni moto, ni fire. Hiyo chumvi ni fire. Kwa jina la Yesu. Moto kila mahali. Power kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kila upako achia ndani yake. Nguvu ya Mungu ingia ndani yake. Upako wa fedha achilia kwa nguvu ya damu ya Yesu, Kila laana toeka. Achilia upako wa Mungu, upako wa Yehova. Mshushe mtu wako na nguvu ya Mungu inapita. Rama saka rika manda rabakaria riko robo saka rika manda rabakaria rika manda robo saka. Come on, na release upako kwa ndani yako. Yes, ndio naona kuna vitu vinafanyika ndani yako. Kuna vitu, naona nguvu ya Mungu inakuja kwa upya ndani yako tena. Hiyo iliyopotea inarejesha. Yes, Rama saka. Power. Naongeza uwezo ulionyang'anywa. Naongeza. Angalia nguvu inakuja. Naachilia upako wa fedha. Ndio. Kwenye mikono yako naachilia nguvu ya Mungu, nguvu ya upako ya kufanya mambo makubwa Kahama. Naona Mungu amekubariki Kahama. Kupitia mjini Kahama, majina yako yatatajwa. Utanikumbuka siku majina yako yatatajwa. Sitaki kujua nini kinafanyika juu yako, lakini Mungu ananiambia anaenda kuinua jina lako, anaenda kupenda jina lako, anaenda kubariki jina lako. Mungu ananiambia simama katika kusudi. Kuna kusudi kwa Mungu ndani yako. Mungu anaenda kubariki maisha yako. Ndio, pokea ile utajiri. Pokea ile utajiri. Achilia na kubariki kwa fedha, na kubariki kwa biashara, na kubariki kwa maduka, na kubariki kwa biashara kubwa. Power kwa jina la Yesu. Achilia. Utaona baraka wa Mungu kwenye maisha yako. Usio wa kawaida. Mateso yatakuwa kwenu tena. Mungu anachilia neema na baraka. Itakuwa juu yenu. Na wabariki watu wa kama mbarikiwa. Na achilia upako wa mafanikio, upako wa kuinuliwa, upako wa kuwa na Bwana katika jina la Yesu. Asante Yesu. Mwanzo mpya. Naona mwanzo mpya katika jina la Yesu. Amen. Binti simama. Jesus. Tumpungie Yesu mikono na mali juu kabisa, kama tumeelewana vizuri watu wa Kahama.
Mungu wa mbinguni awabariki sana watu wa Kahama. Ninafurahi kwamba tumekuwa hapa kwa siku 3 mfululizo. Tumekuwa na wakati mzuri wa baraka. Ninachomshukuru Mungu, kanisa hili la Kahama lina zaidi ya siku kama 29 tu tangu limefunguliwa hapa. Lakini tumefurahi kwamba mchungaji pamoja na mchungaji tumefanya kazi nzuri sana. Tumekuta watu wengi kama hivi kwa siku 29. Kwa kweli hii limetufanya tujisikie fahari kubwa sana, na limetufanya tujitie nguvu katika kupeleka watumishi kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa kweli mjipigie makofi watu wa Kahama kwa ajili ya mchungaji na kazi nzuri ameifanya. Tumekuwa baraka sana. Imani yangu kwa kweli, baada ya kufunga mwezi mmoja, mwaka mmoja, miezi 6, mtakuwa mpo wengi na mtakuwa mmefanya mambo makubwa hapa Kahama. Ninawapenda watu wa Kahama na Mungu wa mbinguni aendelee kuwatendea mema. Ninachowasihi na kuwaomba watumishi wa Mungu, mchungaji Dr. Suleiman pamoja na Lydia Suleiman ni watumishi wa Mungu, tumewatuma hapa, mshirikiane nao. Ni wageni katika mji huu, lakini mnaweza kushirikiana nao kama mlivyoanza nao vyema, na itakuwa baraka sana. Hebu tujipigie makofi makubwa pamoja kabisa, makofi ya shangwe. Lakini naomba niulize kama umebarikiwa na sema hizi siku 3 kama umebarikiwa, naomba mseme tumebarikiwa. Makofi kwa Yesu kama tumebarikiwa na ile. Asante sana. Basi tuungane na mnayetu kupunga mikono, tumwambie mkurugenzi wa habari maelezo bye bye. Hapa sisi tunaachana na wewe. Kila la heri. Wakati mwingine panapo majaliwa tutaona tuna Kahama. Mbarikiwe Bwana. Kisi na Bwana watu wa Kahama, Mungu awabariki. Barikiwa Bwana. Tupende mikono yako. Mpe mkono jirani yako mwingine tukiagana. Msema Mungu akubariki sana. Nafurahi kwa ajili yako. Taona baraka za Mungu. Baraka za Mungu kitiana. Baraka za Mungu. Tunaposimama hapa. Mpige simu. Ongea na mitaji hapa. Barikiwe sana mzee wangu. Mungu akubariki sana. Kafurahi kwa leo ukiendelea na huduma hii. Endelea. Nikisikia habari zako nitafurahi sana. Amos, nitafurahi kusikia ukiendelea kwa mchungaji. Barikiwe sana. Mzee wangu. Mambo matamu sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Nisubiri leo nione. Naomba nione watu wale ndio wataka kidogo. Naomba nione mzee. Na kamera. Leo. Inafuta vidonda vya tumbo vinavyokutesa. Tangu leo. Nafuta wewe masikini uliokalia. Tangu leo. Nafuta laana ya ukoo. Tangu leo. Nafuta laana ya kufa kabla ya siku zako. Ya kufa ukiwa kijana, ifuta kwa jina la Yesu. Naifuta kwa jina la Yesu. Tangu leo nafuta wewe mkatalifu. Tangu leo nafuta wewe ajali bila maisha yako. Tangu leo nafuta wewe ajali. Narudia leo tarehe 31. Tukiamka asubuhi ya leo, kesho tunaamkia tarehe 1. Tarehe 1 tunaanza mambo mapya, maisha mapya, afya mpya, hela mpya, uzima mpya, kibali kipya, uponyaji mpya, baraka mpya. Kuanzia sasa naifuta laana pale sasa ya leo, laana iliyokalia kwa miaka 8, kwa miaka 10, kwa miaka 50, naifuta kwa jina la Yesu. Maneno yaliyoongea wachawi juu yako, yaliyoongea waganga juu yako, naifuta kwa jina la Yesu. Kila alama walizokuwa wachawi, nafuta kwa jina la Yesu. Ukilama chumvi hii, kila ajenda ya kuzimu, ajenda ya mauti, ajenda ya ajali, ajenda ya kuparalyze, ajenda ya magonjwa, naifuta kwa jina la Yesu. Naifuta ngari, naifuta nchini, naifuta Kahama, naifuta kwa jina la Yesu. Haleluya. Uitwi kazini, unakaa nyumbani, kazi zipatikane. Sasa hivi utakuwa unasema jamani, hiyo naomba basi ifanye, maana zitakuwa zimekuzia kazi. Upako na wachuja hapa. Elisha akachukua chumvi akaitia kwenye yale maji. Alafu alipotia akasema tangu leo akatoka chemchemi ya maji. Tupa ile chumvi humo. Ndani yake akasema chemchemi ya maji. Bwana Elisha alitupa kwenye kisima. Mimi leo natupa kwenye kisima cha mdomo wako. Ili ufanikiwe mdomo wako lazima upone. Unajua nikiweka chumvi mdomo wako pale, hata ukiongea na bosi anakupea hela nyingi. Haleluya. Ulikuwa unafua nguo kwa 500, bosi anasema nakupa 500 kila nguo. Kwa nini? Kwa sababu mdomo wako umepona. Haleluya. Ukienda kwa bosi unafanya kazi, unaenda bosi, habari za asubuhi, sababu na kuongeza mshahara. Sema amina. Sema amina.
Mume wako akakuta mbwe paka wewe, mbwe. Ukienda mume wangu Amos vipi? Ambia baby, I love you so much. Nakupenda kuanzia leo. Wewe ni mwanamke wa pekee. Kwa jina la Yesu. Hii chungu itakuwa upako. Naongeza upako tena. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Najua hamuelewi. Kuna wachumba kwa kukata. Wanakutongoza na kuacha kuolewa. Binti yangu umesema unaolewa na kuacha. Safari wa cheki. Ukila hii. Huyo mzee ananasa na Yesu mako. Hatoboi. Niamini ninachokwambia, hatoboi. Upako sio wa kawaida. Upako ni wa ajabu. Huyo Elisha ni mtu wa ajabu sana. Ukisoma habari hapo chini kidogo, utagundua kama wana manabii walikuwa wanakata miti ile. Wakamwambia Elisha, bwana twende pamoja na, akasema nende mkate pekee. Akasema twende, sije shoka nikatumbuka kwenye maji. Tunachukua chache, tumezoea kule kuna muziki, kuna drums zitakuja taratibu. Hata mtoto akizaliwa havai masuti siku moja. Sio jamani? Naanza taratibu. Sio jamani? Mdogo nini? Hatua kwa hata hii huduma imeanza hapa Kahama, hata mwezi haijafunga bado. Tunaanza hatua kwa mwisho wa siku utashangaa, baada ya miaka 2 utashangaa lini kama ulikimbia. Tulianza naye ndio tu yule. Sasa ana kanisa kubwa, kumbe ungekuwa mzee wa kanisa kipindi hicho. Ulikimbia. Umekuja basi tulianza naye, sasa ana kanisa kubwa hilo. Yaani hata ungekuwa shemasi basi wa kanisa. Ndio. Sasa ulikimbia kanisa. Sasa ndio udongo la matope. Hatuwezi kwenda pale. Nisikilize, lazima ujifunze kuvumilia. Mimi wakati naanza huduma Iringa, nilikuwa hata gari sina, ilikuwa nyumba sijajenga. Hawa jamaa walikuwa ananifuata, sina nyumba, sina gari, sina nini. Nimeanza kwenye pagari kama hivi. Na niliweza pagari kama hivi, nimeweka magari kama hivi. Na sali huko na mavumbi. Na sali leo ni baba wa watoto wengi Tanzania nzima hii na wachungaji kona zote. Leo nina watu wamekaa nyuma yangu. Wale walionivumilia, huyu hapo alivumilia. Leo amekuwa nafasi ya kuwa makamu askofu. Amen. Umeelewa vizuri? Amen. Lakini alikuja hapa hajui hata kuomba. Hajui hata kusoma Biblia. Ukimefungua Mathayo anafungua Luka. Luka anafungua Mwanzo. Mwanzo anafungua kitabu cha Ufunuo. Haelewi chochote. Nimemsaidia na kwa sababu alikuwa anapenda ibada. Siri ya kupata upako ni kupenda ibada. Sio unasali Jumapili hadi Jumapili. Ukisali Jumapili huwezi kukua kiroho hivyo. Hauwezi. Amen. Eti mwanangu, huyu mtoto amezaliwa. Unamnyonyesha Jumapili hadi Jumapili. Ndio ananyonya maziwa. Atakuwa kweli mtu ataishi. Yaani unamwambia wewe nyonya kabisa mpaka Jumapili ijayo ndio unyonyesha mpaka Jumapili ijayo. Atakuwa kweli? Atakuwa nauliza. Sasa kuzaliwa mara ya pili ni nini? Maana wewe hapa sisi mkubwa hivi. Si mkubwa. Umeokoka lini? Lini umeokoka? Umeokoka lini? Huyu ajua ataokoka lini? Umeokoka lini? Yaani hata ajua amezaliwa lini, maana mchanga mpaka ajua hata siku alizaliwa. Nani umeokoka lini? Hamjaokoka? Haujaokoka? Kwa basi leo tunaokoka hapa. Tunaokoka. Sasa nisikilizeni. Nimesema kusoma yetu ni kuzaliwa mara ya pili. Katoto kakizaliwa leo, ukanyonyesha Jumapili hadi Jumapili kataishi? Hapana. Katakufa. Sasa wewe mbona unazaliwa mara ya pili leo unataka kuzalisha mara ya pili hapa? Alafu unasali Jumapili hadi Jumapili. Utaishi kweli wengine leo? Hapana. Na ndio maana watu wengi wanakufa kiroho kwa sababu anasali Jumapili hadi Jumapili. Ukishazaliwa mara ya pili, ukishampokea Yesu, kinachofuata sasa ni kuendelea kunyonyea maziwa. Jumatano upo kanisani, Ijumaa upo kanisani, mkitangaza maombi upo unakuja kuomba, ukitangaza ibada ya maneno ya kuimba unakuja kuimba. Vile ndio unakomaa, hatimaye unakuwa mtu mzima katika roho. Mwende mketi watu wa Mungu. Lamba ichudi leo inaenda kukausha vidonda vya tumbo, inaenda kuyeyusha uvimbe katika tumbo la kizazi, kwenye milija ya uzazi. Inaenda wanawake wanaopata shida wakati wa siku zao wanapata maumivu. Kuanzia leo ukipata maumivu, mimi sio mchungaji wewe, mimi sio mtumishi wa Mungu. Sema amina kanisa. Ingia kwenye wakati wako bila maumivu yoyote. Upako utaenda kutembea kwenye kila mifumo yote ya kichawi, utavuruga mifumo ya kichawi, alafu utaacha mfumo wa kimungu unachukua nafasi mle ndani. Elisha wakamwambia, nchi ni nzuri, lakini wanaokaa ndani yake wanazama pooza. Ndio. Inakana upo Kahama ni mji wenye hela, lakini kila ukitafuta hela inakutoroka. Kila ukitafuta hela inapita huko inaenda kule.
Ukipata ngeuke na kule. Na kasi tukiwa mikoa mingine kule tunasikia Kahama huko katoro kwenye hela za kutosha sana. Alafu nyinyi huko ndani mnalia. Nimekuja kukuambia leo kama Mungu aishivyo. Yeyote anayetembelea nyota yako, anayetembelea bahati yako, anayetembelea pesa yako, anachukua kwa njia ya chuma ulete, leo ataanza kukuletea yeye. Na zikusanya anakuletea yeye. Waliokuloga usifanikiwe, leo wanaloga wao, wewe unafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema nafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema tena nafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema napokea upako wa kufanikiwa kwa jina la Yesu. Amini ninachosema. Mzee wangu umeniambia mambo yako pale. Hii chungu na lamba leo. Nenda KKT. Dini yako kwa nani? AIC. Wewe? Roman Catholic. Unaona? Sogea. Waangalieni watu kule. KKT Lutheran. AC. Wewe? Roman Catholic. Umezaliwa kwenye hiyo dini? Ndio. Sawa jamani, unasikia? Kilichozaliwa kwa nini? Kwa mwili. Kilichozaliwa kwa? Ndio. Nilimkuta anafanya. Kwa sababu alizaliwa kwenye hiyo misingi. Nilimkuta anasali salamu Maria umejaa neema. Kwa sababu ndicho alichozaliwa nacho. Sasa amekukuta kule, sasa amezaliwa anakuwa anaona anafanya hivi. Ndio. Nilikuta anapiga magoti kwa sanamu, anaomba. Nilikuta anamuingiza Yesu kwenye nyumba yake kwenye jumuiya na bado watu wake wanakufa. Kabisa. Bado anazika kila mwaka. Huyu mama nilimkuta kwenye maisha yake kila mwezi wakati unasema unazika kila 10 upande wa kwetu mwezi wa 12 lazima mzike msiba. Lazima kuwe na msiba upande wa mwanaume mwezi wa 6. Kwa hiyo wa 6 upande alipoolewa wanazika kwao mwezi wa 12. Na ipiti lazima uzike. Tangu aliponijua mimi kwa sababu nilimpa uzima ile hali imekufa haipo tena. Unanisikia vizuri? Sasa alikaa kwenye dini yake aliyozaliwa tangu akiwa mdogo mpaka amekuwa mtu mzima. Sawa? Hakuwahi kupata upako wanaotembea nao saizi ambapo wachao wanamwogopa. Sasa hivi ni mama mwenye kanisa la watu wengi nyuma yake. Anaongoza maelfu ya watu kule nyuma. Kwenye kanisa pale hakuwahi kujulikana kwa jambo lolote. Unanisikia vizuri? Amen. Kitu gani kimeingia huko ndani? Alitembea na huyu jamaa mwenye upako. Alinisikiliza Jumatano, Ijumaa. Jumapili akaja akanisikiliza kanisani. Aliponisikiliza ile roho yangu ikaingia huko ndani. Ikaingia wapi? Ndani. Imani chanzo chake ni kusikia. Unachosikia ndio kitaamua utakuwa nani kesho. Kama unamsikia mchungaji ni hafifu na utakuwa hafifu. Kama unamsikia mchungaji mwenye nguvu na utakuwa na nguvu. Kwa hiyo akachambua kunisikiliza nani? Na hajakosea. Amenisikiliza, ampata upako. Amen. Akaja yule KKT na yeye. Haleluya. Amen. Na yeye amekaa KKT tangu amezaliwa. Tangu ambaye Dini ya baba na dini ya nani? Ya baba yake na mama? Kilichozaliwa kwa nini jamani? Kwa mwili. Kwa nini? Kwa mwili. KKT ni dini. Imezaliwa kwa mwili. Tunaikuta kwenye damu ile. Ukizaliwa tunanyonyea kwenye damu. Nani Mkatoliki? Nani Mkatoliki? Sio jamani? Amen. Na ndio maana walokole wote ukiwachukua asili yao wote kama sema ukimwona mlokole wote wewe lazima atoke dini hizi 3. Moja, utasikia nilikuwa Mkatoliki. 2, nilikuwa Mromani. Na nilikuwa niko KKT. 3, nilikuwa Muislamu. Kwa hiyo walokole wote ukiangalia wakawauliza asili yao wapi? Utasikia Mkatoliki, Muislamu, KKT au Mwanglikana. Amen. Kwa lugha nyingine maana hizi dini zote hizo ni dini ambazo zenyewe zimekuwa na mapokeo ya kimwili aziwafanyi watu kuona uponyaji. Na ndio maana walio wengi wakiwa kule wakiona mambo magumu, akibana na mapepo na majini, haendaki KKT tena. Anatafuta mchungaji wa Kipentekoste. Ndio. Hamtanielewa ninachokisema. Sio umesikia huyu mchungaji huyu pasa Dodoma, alikuwa KKT? Mimi sijamkuta yule mlokole. Huyu Mwaisi. Yule Muislamu. Nimekuja kukutoa kwenye Uislamu. Nikupe upako, utembee na upako, alafu majini hayo yakukimbia yenyewe. Sema amina kanisa. Amen. Haleluya. Sasa wewe na wewe ulikuwa Muislamu. Mama mtu alikuwa Muislamu. Huyu alikuwa Farida. Mimi unaona sasa akakubali kunisikiliza. Aliponisikiliza nguvu ya Mungu kaingia ndani mwake. Sasa anahubiri injili na ana upako kwa sababu tayari kuna roho imeingia. Na wacha nini? Aka na wacha nini?
Huwezi eti sasa nataka tu maombi, niombe niende nyumbani. Unaombewa hivyo nyumbani. Hiyo kitu haiwezi kutoka kuombewa. Hiyo kitu inatoka kwa kukaa na mtu. Leo tumekaa ni muda gani? Miaka zaidi miwili. Si ndio? Una nisikia chini miaka miwili. Miaka mingapi tumekaa? Miaka miwili. Miaka miwili anasikiza mimi. Jumatano, Ijumaa, Jumapili. Miaka mingapi? Jumatano, Ijumaa, Jumapili. Miaka mingapi? 7. Miaka 7 anasikiza miaka 7. Ndio maana wewe mwazidi upako wao wote. Miaka 7 mingi sana ya kunisikiliza. Kadiri unavyoendelea kumsikiliza mtu, ile roho yake inakuvaa. Na hiyo ni kitu cha kawaida kabisa. Binti yangu nisikize. Wewe sikia. Katafute vijana ujioni pale, wanatoka na matusi ya nguoni hapo. Kaa nao kila siku. Paki, kaa nao kila siku. Hata kama ugonje utukana, utaanza kutukana. Unaanza fanyaje? Ile roho inakuingia ya matusi. Na ndio maana ni muhimu sana kujua nani unamsikiliza. Chagua baba wa kiroho atakayekusaidia kukupa vitu vya kiroho vitakavyojaza maisha yako nguvu ya kusonga mbele. Sema amina kanisa. Sasa unaona nguvu nilionayo mimi ni kubwa. Mimi hawa hawezi kuninyonya, ila mimi nimewanyonya wao. Nimefyonza ule nguvu na mauti kwenye familia hii, nikafyonza, nikaiondoa, nikampa upako, nikafyonza majini ya Kiislamu ndani, yakafyonza yote. Wewe binti unaanguka, alikuwa anaanguka huyu bwana. Huyu alikuwa ukimwambia pana viringika, anambia anaviringika. Huyu leo anaviringika tena. Kwa nini? Alikubali kunisikiliza. Amen. Wewe usipokubali kunisikiliza, utaendelea hivyo hivyo. Kwa sababu hivi vitu haviondoki kwa kuombewa hivi. Vinaondoka. Ndio maana Alima, kama umekubali kumpa Yesu maisha yako, anza Jumatano mchungaji. Na usimwachie mchungaji akapange viti hivi. Mwambie pasi, tunapanga viti sisi. Tutafagia, tutafanya hiki. Hata kama kazi la vumbi, tutamwaga maji. Unapoendelea kutumika vile, nguvu ya Mungu inakuingia, upako unakuingia. Usidharau mazingira. Kasa yenyewe ndio kwanza amna hata sakafu, pana vumbi, na msali kule kanisa kubwa kule. Roho ya Mungu haikai kwenye kanisa tu zuri, inakaa kwa mtu yoyote. Amen. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Nitabu ukifika usiogope kuimba, anza kuimba Mungu. Imba, abudu. Mwambie mchungaji nitaimba nyimbo, nitamtumikia Bwana. Mbona tuko watatu tu? Biblia inasema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi niko katikati yao. Msiogope mazingira. Mazingira hayamshawishi mtu kwenda mbinguni, bali ile roho ya Mungu inayokaa ndani ya mtu. Amina. Mnasikia watoto? Amina. Mnasikia watoto? Na ndio maana dada nimesema hivi, ukitaka kukua kiroho, kuzaliwa kwa mara ya pili, jambo la kwanza unamhitaji kwanza baba. Kwa sababu hakuna mtu anayezaliwa bila mbegu ya kiume. Sema mimi na kanisa. Tunaelewana Kiswahili hapo bro Mungu? Amina. Sasa kuna mbegu pia inaitwa mbegu ya Mungu. Mbegu ya nani? Mbegu ya nani? Na mbegu ya Mungu, neno la Mungu ni mbegu iliyo hai. Biblia inasema neno la Mungu ni mbegu iliyo hai. Ni sawa sawa sawa? Neno la Mungu ni mbegu ya uzima, ni mbegu iliyo hai, mbegu isiyoharibika. Sio jamani? Sasa unamhitaji baba wa kiroho ili upate kuzaliwa katika roho. Amen. Sasa lazima uchague. Anza kuchagua sasa. Baba kwa nani? Doto ndio umechagua baba wa kiroho. Sawa mimi na kanisa. Sasa Doto baba wa kiroho ni nani? Tukajama sikondela. Sio jamani? Ngoja nafanya kwa cheni ya kiroho. Cheni ya nini? Mimi hapa tuachane na Doto. Huyu Doto mtoka kiroho. Huyu ni Msukuma, mimi ni Mngoni wa Songea. Ni watu walio tofauti fanana. Yaani makabila yetu. Mimi kusini, huyu jamaa kanda ya ziwa. Yaani mimi natokea nyanda za juu kusini, huyu kanda ya ziwa. Hatushaliani kwenye kabila zetu wala ukanda. Sawa jamani? Sasa tuondoke katika habari ya uchungaji. Mimi ni baba wa watoto. Nina mke na watoto. Watoto wangu mmoja anaitwa Dorini, mwingine Norini. Dorini anaitwa Dorini Ponela. Sio jamani? Amina. Akizaliwa wa kiume ataitwa kama Danieli Ponela. Sawa jamani? Sasa Daniel kama atazaliwa wa kiume, akizaa mtoto, haleluya kanisa, ataitwa Daniel nani? Dorini anaitwa nani? Dorini Amos Ponela. Daniel wangu akizaliwa anaitwa nani? Daniel. Umeelewa hapo sasa? Bwana asifiwe sana. Unajua ni kwa nini? Sasa kwa sababu wewe umemchagua Doto kwa babako wa kiroho, kama mimi nimezaliwa katika roho, nilimzaa huyu rohoni, ana ukiroho, na wewe pia utakuwa nani? Hawa. Umezaa hawa. Halima Doto rohoni. Ndio tafsiri ya kiroho. Kwani wewe babako kusema kiroho, babako kiroho.
Maana kinachoingia hapa sio tuna umwili. Hautaitwa Halima Suleimani, utaitwa Halima Doto Roho. Maana unachokipata kwa Doto sio Suleiman. Suleiman hapa hajawahi kumfanya kwa hivi alivyo. Suleiman hajawahi kumvaa huyu avae suti. Suleiman hajawahi kumfanya. Aliyemfanya avae suti hapa ni Roho. Na neno akafanyika mwili, akamgeuza Doto, akaacha kuvaa kiuni, anaanza kuvaa kitumishi. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukimwandama Doto, yani ukimwandama yule hana roho yake ni yangu. Kwa hiyo ukitaka roho yangu mimi unaipata pale. Sasa mimi sababu siishi Kahama, anaishi Kahama yule, na yule ana roho ya mchungaji Amos. Kama unanipenda mimi utampenda Doto. Ukimpenda Doto umenipenda mimi kwenye ulimwengu wa roho. Sijui kama umenisikia hapo. Umenisikia hapo? Kwa hiyo mimi nitakuwa nasema na watoto kinaponea. Huyu ni mtoto wangu, huyu ni mjukuu wangu katika roho. Katika nini? Kwa ile roho ya babu yako itakaa ndani yako. Sasa nyinyi mnanibishia nini? Mnanibishia nini? Hebu twende pamoja. Haujawahi kuona mizimu babu yako inamsema mjukuu? Hujawahi kuona? Haujawahi kuona? Yaani mizimu babu yako, mjukuu unamsema mimi ni babu, nipo ndani. Kajukuu karateseka. Maana yake nini? Kajukuu kambeba roho ya nani? Ya babu yake. Hasa kwenye ulimwengu wa roho ikoje hiyo? Kwenye ulimwengu wa roho ikoje hiyo? Hiyo inaweza ikaambukiza kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana ukimfuata Doto umepata roho yangu automatically. Kama mimi nashinda nguvu za kichawi, na wewe utashinda nguvu za kichawi. Kama mimi magonjwa yananiogopa, na wewe atakuogopa. Mimi na upako, na wewe utakaa na upako wa Mungu ndani yako. Sema amen. Sema amina. Kwa hiyo ukitaka upako, lazima utafute baba kwanza mwenye upako. Alafu ukimpata baba mwenye upako, ukikaa chini yake ule upako, unapoendelea kumsikiliza, unaingia ndani yako. Ukiingia ndani mwako, yale magonjwa yanakimbia, ule umasikini unakimbia, yale madeni yanakimbia, ile aibu inaondoka, alafu unabeba upako unatembea nao. Sema amen. Kuna mtu anaanza kuelewa hapo sasa? Umeanza kuelewa hapo? Kijana wangu umenisikia? Hiyo hali ya kupata pesa inapotea. Mwizi Doto anapoteza hela. Kama apoteza Doto, ambatana naye. Wanasema ukitembea na mwizi unakuwa nani? Mwizi. Na ukitembea na mwenye upako, ukiongozana na jambazi. Shida yenu nyinyi mnataka kuwa na upako kama wa kwangu, alafu mnakaa mbali na mimi. Hamtaupata. Wewe unataka upako wa Pastor Doto. Unasali kwa padri ambaye hana upako. Amen. Haleluya. Na jana tulimwona jamaa mmoja na Nikodemo. Yesu akamwambia hamtawezi kuingia mbinguni asipozaliwa mara ya pili. Sio imani? Nikodemo akasemaje? Hawezaje mtu kuingia tumboni mwa mama yake mara ngapi? Mara ya pili. Maana Nikodemo anatafsiri mambo ya Mungu kwa jinsi nini? Ya kimwili. Mungu anaongelea mambo ya kiroho, yeye anaangalia mambo ya nini? Ya kimwili. Sema mimi na kanisa. Bwana asifiwe sana. Akasema anawezaje mtu kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili alafu akazaliwa? Yesu akamwambia kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni nini jamani? Ni mwili. Sema amina kanisa. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa ya utukufu. Kilichozaliwa kwa mwili, sema kwa mwili, hakina uwezo wa kufasiri mambo ya rohoni. Kilichozaliwa kwa roho kina uwezo wa kufasiri mambo ya rohoni. Kilichozaliwa kwa mwili hakiwezi kamwe kushindana na mambo ya rohoni. Sema amina kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kama vita yetu ni katika roho, lazima hii vita unataka kupigana, lazima wewe mwenyewe uwe rohoni kwanza. Amina. Halo? 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 Unaumwa mapepo yamekukamata. Unaenda kupiga x-ray ya mwili ili uone ugonjwa kwenye ile tumbo lako. Unaenda kupiga ultrasound. Sio jamani? Ili uone tatizo kwenye tumbo lako. Huwezi kuliona kwa sababu unaumwa ugonjwa wa roho, wewe unashughulika na vitu nini? Vya mwili. Ndio. Sema amina kanisa. Amina. Wewe una roho ya madeni. Una roho ya nini? Unaenda kuomba mtaji kwa baba yako akupe mtaji. Akikupa mtaji milioni 10 unazama kwa sababu wewe una roho nini? Ya madeni. Sasa unahitaji kupata mtu mwenye roho ya utajiri, roho ya kimungu iingie ndani yako, isababishe badiliko la ndani la kiroho ili kuweza kuleta mwanga mpya kwenye maisha yako. Sema amina. Haleluya.
Haleluya, semaje? Ndio. Katika mstari wa 13 anasema kwamba Ndio. Waliozaliwa anasema waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sikiliza. Kuna kuzaliwa hapa, anajaribu kutoa tafsiri ya kuzaliwa katika roho. Sema amina. Anasema hawa watu waliozaliwa katika roho sio waliozaliwa kwa mapenzi ya nini? Ya mwili, wala si kwa damu. Sawa? Wala si kwa mapenzi ya mtu. Si ndio jamani? Bali kwa mapenzi ya nini? Ya Mungu. Sema amina kanisa. Kuna kuzaliwa kwa mara ya kwanza, nilisema kunahusisha baba na nani? Na mama. Alafu kuna kuzaliwa mara ya pili, kuna mtu anaitwa baba wa kiroho. Baba wa nani? Muulize rafiki, kuna baba wa kiroho? Siongelee una kanisa la kiroho, ninaongelea una baba wa kiroho. Ndio. Sasa unakuwaje baba, unakuwaje mtoto wa kiroho? Wewe ni mtoto wa kiroho wakati una baba wa kiroho. Kwa unaitwa Hawa? Halima nani? Halima Vincent. Unaitwa Vincent kwa sababu baba yako ni nani? Baba yako nani? Vincent. Kwa hiyo unaitwa Halima Vincent kwa sababu baba yako ni Halima nani? Baba nani? Vincent. Sio jamani? Hivi unaweza ukaitwa Halima Suleiman na kati wewe baba yako ni Vincent. Sasa kilichozaliwa kwa roho, sema kwa roho. Kilichozaliwa kwa roho. Maana yake baba yake ni nani? Sikimezaliwa kwa roho, mbona mtaka kunielewa nyinyi watu? Kilichozaliwa kwa roho, baba yake ni nani? Roho. Kilichozaliwa kwa mwili, baba yake ni nani? Mwili. Umeanza kuelewa kitu hapa sasa? Sasa twende kazi. Asante Mungu, una baba wa kimwili anaitwa Vincent. Amekuzaa, amekusomesha, amekufikisha hapa. Sasa umeolewa, una mume wako, una familia yako. Si ndio jamani? Amen. Sasa swali langu ni hili, una baba wa kiroho? Tunaanzia una baba wa kiroho. Sijasema kanisa. Mimi sijasema una kanisa la kiroho. Ndio. Sijasema kuzaliwa kwa kanisa mara ya pili katika roho. Nimesema kuzaliwa mtu kwa mara ya pili. Una baba wa kiroho, acha kanisa. Sisi kanisa. Okay, wewe tuende pamoja nikusaidie kitu cha kiroho nisikie. Yeah. Kwenye familia yako una baba mkubwa, baba mdogo? Alizaliwa peke yake. Lakini kuna baba mwingine kwenye familia yako, baba mwingine pengine watoto wadogo, baba wadogo zake labda na nini? Hawapo. Baba mdogo, sawa. Unawahitaji? Baba mdogo, si ndio? Haleluya. Lakini wewe babako ni nani? Vincent. Wewe ni baba nani? Sasa nipi? Ukiwa ndani ya kanisa na hauna baba, wewe una kile baba mdogo au una baba mkubwa. Umeelewa hapo? Amina. Na ndio maana baba mkubwa hawezi kuona uchungu wa wewe. Baba mkubwa anaona uchungu wa watoto wake aliowazaa. Hata kama tuna uchungu sio kama baba yako mzazi. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen. Haleluya tena. Amen. Nataka mchangamke, msipochangamka sitawahubiria hapa. Haleluya. Amen. Tumpe Yesu makofi ya utukufu makubwa kabisa. Acha nimshukuru Mungu kabla sijaanza kusema maneno ya Mungu jioni ya leo ya tarehe 31. Ninyi watu wa kama mmepata bahati, leo tunafunga mwezi wa 7 nikiwa hapa kwenu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nitatamka maneno ya kinabii baadaye kwa ajili yako, kwa ajili ya mwezi unaokuja wa 8 na miezi iliyobakia kufika Disemba. Haleluya. Nitakutamkia baraka ambayo hujawahi kuipata, uipate sasa. Sema amina kanisa. Tuko pamoja wapendwa. Utaanza mwezi wa 8 ukiwa na upako wa kipekee, upako wa kufanikiwa, upako wa afya utakuwa juu yako. Amina, amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ninalitia jina lako chini ya ardhi hii ya Kahama. Asante kwa sababu umetupa nafasi kuwa chini ya dari ya anga la Kahama. Asante kwa sababu nguvu zako hazitaacha kudhihirika ndani ya anga hili. Asante kwa sababu mamlaka yako hayataacha kudhihirika chini ya ardhi hii. Miujiza itatendeka, mambo makubwa yatatokea, matamko yatathibitika katika jina la Yesu Kristo.
Asante kwa sababu kila mwenye sikio anayenisikia akafunguliwe sasa. Ile nguvu ya kimungu ikapenye kwenye masikio ya mtu, ikaingia ndani, ikasababishe uponyaji, ikasababishe kilichokufa kuwa hai. Maana Biblia inasema neno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Nami natabiri kama Mungu aishivyo, neno lako linapohubiriwa likaende ndani ya maisha ya watu, likafanyike roho, likafanyike uzima. Biblia inasema naye neno akaja akavaa mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu. Jioni ya leo tamanio langu neno hili likavae mwili wa mtu, neno hili likavae mishipa, neno hili likavae damu. Watu kwenye mateso ya laana, mateso ya magonjwa, na kuanzia hapo baraka ya ufalme ikapata kuwakalia watu wako katika jina lipita majina yote. Na mtu mmoja wa Mungu anayeamini aseme amen. Amen. Wote kuzaliwa mara ya pili katika roho. Nafundisha kuzaliwa mara ya pili katika roho. Sema amina kanisa. Turudi kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Yohana 1, Yohana 3 samahani. Yohana 1 alisoma ile 11 na 12. Yohana 1 11 12, afu tutakwenda Yohana ile 3 mstari kuanzia wa kwanza. Alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea. Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kwa walio wake. Sema amina kanisa. Lakini wale walio wake hawakumpokea. Anasema walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale wanaoliamini jina lake. Sema amina kanisa. Yesu anasema alikuja kuwatafuta walio wake, lakini kwa bahati mbaya walio wake hawakumpokea. Sema amina kanisa. Walimsukumia mbali. Sema amina. Lakini faraja inayotupa hapa, waliompokea, sema waliompokea, aliwapa uwezo. Sema uwezo. Sema uwezo. Jioni ya leo kama utamkubali huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utapokea uwezo. Sema amina kanisa. Dada, hii nguvu inayokaa ndani yangu haipo kwa sababu mimi ni mchungaji, ipo kwa sababu mimi nilimpokea Yesu. Haleluya. Na wewe pia ukimpokea Yesu jioni ya leo, maisha yako yatapokea uwezo. Uwezo maana yake ni nguvu inayoweza kukulinda, ni nguvu inayoweza kukutetea, ni nguvu ambayo inaweza kupigana na adui shetani. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa ndio wale waliaminio jina, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu. Nilisema jana kuna watu wanazaliwa kwa mapenzi, kama kuna kuzaliwa mara ya pili katika roho, kuna kuzaliwa katika mwili. Sema amina kanisa. Na tulisema jana pia kilichozaliwa kwa mwili ni na kilichozaliwa kwa roho ni chochote kilichozaliwa na mwili hakiwezi kushinda mambo ya dunia. Chochote kilichozaliwa na mwili hakiwezi kupambana na shetani. Nisikilize vizuri. Msiniangalie tu napiga kwa kofi. Sema amina. Haleluya. Chochote kilichozaliwa na mwili hakiwezi kushinda magonjwa, hakiwezi kushinda chumaoleto, hakiwezi kushinda laana ya ukoo wenu. Sema amina. Amina. Chochote kilichozaliwa kwenye mwili kimeumbwa kushindwa. Halo? Na ndio maana anasema kila kilichozaliwa na Mungu kimeumbwa kushinda. Na kuzaliwa kwa Mungu maana yake ni kuzaliwa mara ya pili katika roho. Katika nini? Roho. Sema katika roho. Katika roho. Kwa sauti. Katika roho. Kuzaliwa katika Kisi na Bwana. Watu wa Kahama, Mungu awabariki. Barikiwa Bwana. Tupane mikono yako. Mpe mkono jirani yako mwingine tukiagana. Mzee wangu, Mungu akubariki sana. Nafurahi kwa ajili yako. Taona baraka za Mungu. Baraka za Mungu kitiana. Baraka za Mungu. Hapo simuone hapa. Pigie simu. Mwambie na mhitaji hapa. Barikiwa sana mzee wangu. Mungu akubariki sana. Tafurahi kwa leo ukiendelea na huduma hii. Endelea. Nikisikia habari zako nitafurahi sana. Amos. Nitafurahi kusikia ukiendelea kwa leo. Barikiwa sana. Mzee wangu. Mambo matamu sana. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Nisubiri ndio nione. Naomba nione watu wawili ndio wanataka kidogo. Kama ni kuna mzee na kama tumpungie Yesu mikono na mali juu kabisa, kama tumeelewana vizuri watu wa Kahama.
Mungu wa mbinguni awabariki sana watu wa Kahama. Ninafurahi kwamba tumekuwa hapa kwa siku 3 mfululizo. Tumekuwa na wakati mzuri wa baraka. Ninachomshukuru Mungu, kanisa hili la Kahama lina zaidi ya siku kama 29 tu tangu limefunguliwa hapa. Lakini tumefurahi kwamba mchungaji pamoja na mchungaji tumefanya kazi nzuri sana na tumekuta watu wengi kama hivi kwa siku 29. Kwa kweli hii limetufanya tujisikie fahari kubwa sana na limetufanya tujitie nguvu katika kupeleka watumishi kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa kweli mjipigie makofi watu wa Kahama kwa ajili ya mchungaji na kazi nzuri amefanya. Imekuwa baraka sana. Imani yangu kwa kweli baada ya kufunga mwezi mmoja, mwaka mmoja, miezi 6 mtakuwa mpo wengi na mtakuwa mmefanya mambo makubwa hapa Kahama. Ninawapenda watu wa Kahama na Mungu wa mbinguni aendelee kuwatendea mema. Ninachowasihi na kuwaomba watumishi wa Mungu, mchungaji Dr. Suleiman pamoja na Lydia Suleiman ni watumishi wa Mungu, tumewatuma hapa, mshirikiane nao. Ni wageni katika mji huu lakini mnaweza kushirikiana nao kama mlivyoanza nao vyema na itakuwa baraka sana. Hebu tujipigie makofi makubwa pamoja kabisa, makofi ya shangwe. Lakini labda niulize kama umebarikiwa na sema hizi siku 3 kama umebarikiwa, naomba mseme tumebarikiwa. Makofi kwa Yesu kama tumebarikiwa na ile. Asante sana. Basi tuangane na mnayetu kupunga mikono, tumwambie mkurugenzi wa habari maelezo bye bye. Hapa sisi tunaachana na wewe. Kila la heri. Wakati mwingine panapo majaliwa tutaonana tena Kahama. Mbarikiwe na Bwana. Yes. Wote watapata? Nawapata. Ila viti inabidi vitoke hapo. Anavyovitoa hivyo. Chukua chumvi, unaondoka nayo nyumbani. Ukifika nyumbani, chukua chumvi nyingine, pakiti nyingine kama hiyo nzima. Changanya hiyo chumvi. Ukichanganya hiyo chumvi, kama una biashara, unaona biashara, kamwaga ile eneo la biashara. Kama nyumba yako usiku hulali, ni watu mnaugua kila mara, chukua hiyo chumvi kamwaga kwenye nyumba yako na uhakikishe kila mtoto wako anaogea hii chumvi hata kwa muda wa siku 3 mfululizo. Unachukua maji, unaweka chumvi kidogo, unaoga ya maji. Umeelewa vizuri? Umekuwa na shida ya tumbo, lamba hii chumvi kwa muda wa siku 7. Kila kitu kitakuwa kimepotea. Umenisikia vizuri na Mungu? Umeelewa vizuri? Una shida ya kutokufanikiwa, chukua chumvi kwenye maji, oga, mwambie Mungu nafungua milango yangu ya mafanikio. Utaona baraka za Mungu. Umeelewa vizuri na Mungu? Una ndugu yako ni mgonjwa, ana shida yoyote, kampelekee chumvi ya lambe au aoge, atafunguliwa. Umeelewa nachosema? Kwa hii chumvi ukichukua kidogo kama hivi, ukichanganya na chumvi nyingine yote itakuwa na nguvu ya Mungu. Umeelewa vizuri? Unaweza ukachukua kama hivi, kwa mfano kwenye kiwanja, ukamwaga namna ile. Sawa? Ukamwaga kama hivi. Ukamwaga kama hivi. Sawa jamani? Hata kwenye nyumba yako hata mlangoni kama hivyo, mwaga hii chumvi. Mwaga namna ile. Umeelewa vizuri? Hakuna mchawi atakayeja hiyo nyumba. Kama usiku uko unalala usingizi, utaanza kulala usingizi kuanzia leo. Wangapi maneno kusema? Mimi nimeshaibariki hiyo chumvi. Kazi kwako, kila mtu achukue. Ndio tunamaliza hivi, tutoa sadaka afu tutaondoka. Chukua sadaka yako kabla tutafanya kazi ya chumvi. Lamba ya chumvi. Lamba futulia, ufunike macho, usimame. Pale ulipo usimame, pita lamba, tulia pale, utulie. Rapa sakara bakari. Rika manda rabasaka. Rika mando roko saka. Endelea kulamba. Chukua mafuta, jilambishe pia pakiti kwako. Pamoja na uso wako pia mafuta haya. Kama unachukua mafuta, chukua mafuta pia, gusia kwenye paji lako la uso. Kuna nguvu ya Mungu inapita. Rapa pepasaka. Rika manda rabakaria. Riko rabasaka rabahanda. Riko rabasaka rabakaria. Rika rabasaka rabakaria. Riko rabahanda rikasaya. Rika rabasaka rabakaria. Roko santa rabakaria. Inua mikono yako juu ulipo. Inua mikono juu. Inua juu kabisa hapo, tulia. Uone nguvu za Mungu zinapita. Uone nguvu za upako zinapita. Naona nguvu ya upako inapita. Naona mzimu inakimbia. Naona uchawi unakimbia. Naona udongo unakimbia. Naona laana inavunjika. Inua mikono juu, kuna baraka ya Mungu inakuja. Yes, inua juu kabisa. Rapoposeke. Rika manda rabakaria. Riko rabasaka. Bwana, ponya vinywa vyao. Ponya maisha yao. Ponya matumbo yao. Ponya miguu yao. Ponya. Ondoa pressure. Ondoa kisukari. Ondoa upasa. Ondoa ugumba. Kwa jina la Yesu. Ondoa sasa. Rababasakata. Yako moko sata. Tayari naona nguvu ya Mungu inapita. Nguvu ya Mungu inapita.
nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu kwenye mikono yako. Naona kuna vitu vinatoka. Wewe chuma leke inaondoka. Naona kuna vitu pia kelele zinakuja. Raka saka. Rekebokota. Naona mwili wa mtu unafunguliwa. Naona nguvu ya Mungu inapita. Ile ganzi inapotea. Maumivu yanapotea. Giza linapotea. Uchawi unaondoka. Laya unaondoka. Magonjwa yanaondoka. Yeye kamoni. Ondoka sasa. Hiyo chumvi ni moto. Peleka ukaka pale. Ni moto, ni fire. Hiyo chumvi ni fire. Kwa jina la Yesu. Fire kwa jina la Yesu. Moto kila mahali. Power kwa jina la Yesu. Kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kila upako achia ndani mwake. Oh, nguvu ya Mungu ingia ndani mwake. Upako wa fedha. Achilia kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kila laana toeka. Achilia upako wa Mungu. Upako Yehova. Mshushe mtu wako na nguvu ya Mungu inapita. Rama saka. Rika manda rabakaria. Riko robo saka. Rika manda rabakaria. Rika manda robo saka. Hey, come on. Na release upako kwenye ndani yako. Yes. Ndio naona kuna vitu vinafanyika ndani yako. Kuna vitu naona nguvu ya Mungu inakuja kwa upya ndani yako tena. Ile iliyopotea inarejeshwa. Yes. Rama saka. Power. Naongeza uwezo. Ulionyang'anywa. Naongeza. Angalia nguvu inakuja. Na achilia upako wa fedha. Ndio. Kwenye mikono yako achilia nguvu ya Mungu. Nguvu ya upako ya kufanya mambo makubwa Kahama. Ninaona Mungu amekubariki Kahama. Kupitia mjini Kahama, majina yako yatatajwa. Nitakikumbuka siku majina yako yatatajwa. Sitaki kujua nini kinafanyika juu yako, lakini Mungu ananiambia anaenda kuinua jina lako, anaenda kupenda jina lako, anaenda kubariki jina lako. Mungu ananiambia simama katika kusudi. Kuna kusudi kwa Mungu ndani yako. Mungu anaenda kubariki maisha yako. Ndio, pokea ile utajiri. Pokea na yachilia. Achilia na kubariki kwa fedha, na kubariki kwa biashara, na kubariki kwa maduka, na kubariki kwa biashara kubwa. Power kwa jina la Yesu. Achilia. Utaona baraka wa Mungu kwenye maisha yako. Usio wa kawaida. Mateso yatakuwa kwenu tena. Mungu anachilia neema na baraka. Itakuwa juu yenu. Na wabariki watu wa Kahama. Kama mbarikiwa. Na achilia upako wa mafanikio, upako wa kuinuliwa, upako wa kuwa na Bwana katika jina la Yesu. Asante Yesu. Mwanzo mpya. Naona mwanzo mpya katika jina la Yesu. Amen. Nitasimama. Jesus.